Wewe uliponiambia kwamba unakuja, mimi nilihisi labda unanitania. Sio kwa nini kutania? Vipi lakini? Pesa yangu ipo. Yeah. Kwa sababu uliniahidi kwamba unakuja. Na kwa hiyo umefanya hivyo, umefika. Basi mimi nitakupatia mara mbili yake. Kama hivyo sawa. Na mimi kuahidi tu Sharifa utampata. Nitafanya chini juu. Nitafurahi sana. Ila kwa sasa acha kwanza nikaanze na wewe. Pole sana rafiki yangu kwa yote yaliyokukuta. Ila kwa sasa hivi ukimwi ni ugonjwa wa kawaida sana. Yaani hapo wewe utabidi tu uende hospitali na kufuata ushauri wa daktari. Ule vizuri, ule matunda pamoja na maji. Na imani tu utakuwa sawa rafiki yangu. Najuta sana kwa yote niliyofanya. Na yote niliyomfanyia Sarungi. Kiukweli nampenda sana Sarungi. Nasitamani kumwacha. Najuta sana kwa haya niliyofanya rafiki yangu. Nimefanya mengi mabaya, nimefanya uchafu mwingi. Nimemtendea Sarungi mambo mabaya sana. Ninaisi anayopitia ni laana yake Sarungi. Ningeishi naye vizuri, hata ugonjwa nisingeupata. Angalia sasa hivi ninapotapatapa. Rafiki yangu, usijilaumu sana. Pengine Mungu amekuandikia mwisho wako uwe hivi. Kwa hiyo ninachokuomba shoga yangu, wewe hapo jaribu kumuomba Mungu. Omba sana. Kwa sababu Mungu hawezi akampa mtihani mzito mja wake na akashindwa kumuonyesha njia. Mimi na imani tu utakuwa sawa. Sawa rafiki yangu. Sawa, nimekuelewa. Ila mimi kwa sasa hivi kuna kitu nakiwaza. Nataka nikaishi na Sarungi. Nikajishushe kwake kwa sababu nimemkosea sana. Mpaka pale pindi atakapojua mimi ni mwathirika. Nahisi naye atakuwa shaathirika pia. Kwa sababu tukiishi kwa amani na furaha pia. Japo kuwa ni kosa kubwa sana. Japo nimemkosea sana Sarungi. Ninamuomba sana Mwenyezi Mungu anisamehe kwa haya yote. Ila sina budi kufanya hivyo kwa sababu nampenda pia. Sawa rafiki yangu. Kama mawazo yako umeona ni sahihi, basi sawa, mimi nakuombea kwa Mungu. Na naamini Sarungi atakusamehe. Najitahidi nisichachame lakini bado. Mdogo wangu, hapa kuna mtu kaja. Nataka kuoe. Sio mtu tu hivyo kawaida. Yaani ni mkizima mtu, ni mtu katika watu. Ana pesa. Ni handsome boy.
Yaani hizi sijui za laki sijui 500 kwake sio shida zake. Ni ana pesa mingi. Sasampa. Ukimkubalia hizi shida ndogo sijui kuswada, nauli ya kwenda chuo, sijui nini. Yaani hizi kwako hizo utakuwa ushaepukana nazo. Hatutamtegemea baba wala mama. Yaani wewe kaka yuko lazi ukusomesha wewe mpaka unamaliza chuo mdogo wangu. Hiyo ni fursa. Ni ana hela na afa anaonekana anakupenda. Yetu ukiacha hela zake anakupenda. Kumbe wangu usiniangushe. Dada, huyo kijana ni nani? Unavuliza hivyo mtu ni nani? Wewe tu hapa Dar es Salaam wote utajua bila kutambulishwa nao. Huyo mtu anaitwa Kijungu. Mbona umeshtuka? Ni Kijungu. Kijana mdogo, ana hela nyingi. Yaani hizo hela sio shida zake. Atakusomesha, utaishi maisha mazuri, utagrow. Dashu. Huyo kijana sio namuita Kijungu. Mimi namfahamu. Kila siku ananisumbuaga na mimi hata sitaki, maana hata moyoni mwangu hayupo. Sasa sikia, mimi sitaki kuolewa. Nataka niendelee na masomo yangu. Kwa sasa hivi labda baadaye huko. Hivyo Sharifa una akili kweli wewe? Sasa hapa naongea kama dada. Utaolewa tu. Haiwezekani huko ndani imekuja bahati kama hiyo. Kijana ana hela zake, atubadilishe sisi maisha yetu. Alafu unamkataa. Wewe unalala kuzunguka na beseni la matunda huko mtaani kila siku. Nisikilize. Hapa sikubembelezi tena. Naongea kama dada mkubwa. Utaolewa tu. Utake usitake. Hakuna kupinga, mimi ndio nishamaliza kuongea. Yaani mtoto sisi wa kodi. Hivi Kijungu. Kwa nini hajaniona? Anataka mtoto mjinga kama usasa anataka hata mimi jamani. Huyu mtu ana sasampa zake, unamkataaje? Ama kweli tembea uyaone. Yaani mtoto ni bogazi huyu. Hivi Kijungu mtu akumkataa kwa mimi nimemtama na hela zake. Ni hivyo tu jigo. Karibu sana. Asante. Salungi, mimi kuna kitu kimenileta hapa. Nahitaji kukuambia. Haina shida, wewe unaweza tu kuniambia. Sawa, ila kama nitakuwa navuka mipaka naomba unisamehe. Hivi una taarifa kuwa Vio ameathirika? Hapana, uwezo taarifa umezitoa wapi? Vio alikuja nyumbani kwangu na amenielezea kila kitu. Na amesema kuwa na mpango wa kuja kuishi hapa na wewe. Mimi nikushukuru sana kwa hizo taarifa. Lakini hata hivyo mimi na Vio tayari tumeshaachana. Kwa hiyo hata kama angekuja hapa kuniomba msamaha ili mradi kwamba anataka kuishi na mimi nisingeweza kumkubalia. Ila asante sana kwa taarifa zako. Sawa, mimi nilikuja kukuambia hivyo tu. Sawa, karibu tena. Asante. Nashindwa Nasia, hebu basi kuwa serious. Unajua mimi nimechoka kila siku kuomba swala moja. Kila siku mimi nikuta na kuomba tendo. Mama nahitaji kufanya mapenzi na wewe. Nipo serious. Nahitaji mama. Kwani unazungusha kila siku? Miba, nishakwambia, mimi siwezi kufanya hicho kitu mpaka niolewe. Alafu pia si mtumishi wa Mungu. Ni dhambi kutenda jambo kama hilo. Kwanza labda nisamehe. Sikukuambia ukweli. Mama, mimi sio mchungaji. Sina uchungaji wowote ule. Ila nafanya hii kazi kwa ajili ya kujipatia pesa. Pesa hizo ndizo ninazokupatia wewe. Unachotaka wakati nakupa kupitia hii kazi. Na pia nakizi haja zangu kupitia hii kazi. Kwa mimi sina uchungaji wowote. Sijui masuala ya kuolewa, sijui fanya nini. Mimi siwezi kuvumilia mama yangu. Na hakuna kali mtu anaweza kuvumilia mpaka kuoana. No. Mimi leo mama nahitaji. Serious. Hata iwe vipi, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Yesu umenielewa.
Basi sawa. Umeshaingia huko ndani mama, mimi siwezi kuacha. Yaani siwezi kukuacha hivi utoki hivi. Nisiamlie chochote. Kama pesa zangu mama mimi nakupa sana. Nimekuhudumia sana, yani sana na ila natoa. Kwa leo. Mama naomba. Mimi mama sitaki, naomba niache. Hapana. Unasikia? Siwezi, naomba niache. Asia. 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 Nashindwa, 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 nashindwa. Ni kitu gani ambacho kimekuleta tena nyumbani kwangu? Naam. Mimi naomba unisamehe kwa yote yalotokea. Nimekaa nimefikiria, nimeona bora tu nirudi tuanzishe upya mahusiano wetu na maisha yetu yaende mbele. Haki ya Mungu walai. Unajua kuna vitu vingine wala vichekeshi. Lakini kutokana na wewe unavyozungumza inatubidi tucheke. Vio. Wewe umeenda kuzunguka huko, umepambana, umeranda, umefanya kila ujinga ambao wewe ulitakiwa kufanya. Baada ya kupata ukimwi ndio umeona uniletee mimi, si ndio? Unashtuka nini? Usishtuke. Hicho ndio ulichokuwa unakitafuta kwenye maisha yako. Nilikuwa nakukanya sana uachane na hiyo biashara yako. Ile uliniona mimi kama mpumbavu, ukaniona mimi kama mjinga. Mimi tayari nimeshakupa talaka. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa sasa hivi wewe, hivi ambavyo ulivyokuja ndio hivyo hivyo unyanyue huo mbegi wako uondoke nyumbani kwangu. Sitaki kukuona. Sina kinyongo na wewe, nimeshakusamehe, ila kuanzisha maisha na wewe ni jambo ambalo haliwezekani. Nenda kamtafute huyo mmoja ambaye amekupatia ukimwi huko, nenda kamtafute muishi wote, sio kwangu. Nafikiri tumeelewana. Mwanangu, unaongelea nini? Mama mimi sina ukimwi. Na hizo taarifa alizokupa ni nani? Unaona mimi chizi kichaa sina akili. Wewe si ndio unaenda kumlilia Hanifa wewe kwamba una ukimwi? Si wewe. Na ulivyokuwa mpumbavu, mkakaa, mkashauriana eti ukimwi uniletee mimi. Kwa hiyo mimi ndio umeniona jalala, si ndio? Na ukota tu mataka yote ambayo analetwa kwangu mimi ndio nachukua. Sikia, kabla sijakubadilikia, kabla sijakufanya kitu kibaya, naomba uondoke. Nina kazi nyingi za kufanya. Kwenye biashara yangu kule sijamwacha mtu. Nimekuja kukusikiliza hapa dakika 2 tu, naomba niondoke zangu. Sasa, chukua hilo begi lako kama nilivyokuambia, uondoke nyumbani kwangu. Sikutaki hapa kabla sijakufanya kitu kibaya. Mwanangu, hizo taarifa ni za uongo. Hao watu wanataka watugombanishe tu mimi na wewe. Iwe ni kweli, iwe ni uongo, nimeshakwambia kwamba sihitaji kukuona nyumbani kwangu na wala siwezi mimi nikaendelea kuishi na wewe tena. Chukua ile begi lako, ondoka bwana. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, maoni mwangu mejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa. Wewe vipi? Mbona kusumbuka huko umeenda kupata maukimwi alafu unaletea mimi hapa? Wewe chizi nini? Umeshanilemea, najitahidi Sure. Unajua muda unaenda sana. Alafu ukizingatia mimi nimefanya maandalizi, unajua. Kwa sababu mpaka sasa hivi nimeshaweka oda ya hoteli kule Zanzibar. Ili mradi tu kwenda kufanya honeymoon na mke wangu mtarajiwa. Lakini cha ajabu sioni chochote kinachoendelea. Kila siku naona mazonge tu. Hebu niambie kitu kinachoeleweka. Hii issue inawezekana au haiwezekani? Kwani wewe hauniamini?
umenipa kazi yako na niko kuifanyia kazi. Sasa sijui wewe wasiwasi, sijui maisha yako unatoa wapi. Mimi nimeshaongea naye Sharifa na ameshaanza kuingia mguu mmoja ndani. Wewe sasa wako nini? Relax baba. Mimi ni wako wako. Sio kwamba mimi sina imani na wewe au labda mimi nina mashaka na wewe. No. Sina mashaka. Ila wasiwasi wangu mimi unakuja hapa kwenye hii chelewa hii. Naweza nikakuta maana si wangu afu dakika za mwisho mimi nikaja nikashindwa cha kufanya kwa sababu mimi nishaanza kumpenda unajua. Yaani nampenda tena nampenda kweli kweli. Kwa hiyo nikija kumkosa kwa namna yoyote ile itaniwia mimi vigumu. Na ndio maana natumia gharama nyingi sana ili mradi tu mimi niweze kumpata huyo mtoto. Usijali. Yaani ile Sharifa utampata kwa vyovyote vile. Atake, asitake. Wewe utamuoa. Mimi si dadake. Na ninaishi naye ndani. Inafuata sijui sasa uko unatoa wapi. Wewe niachie mimi hiyo kazi. Basa kama unanihakikishia hivyo mimi sina mashaka kabisa na wewe. Ila naomba ili swala ulifanye haraka sana. Ili mradi tu mimi matamanio yangu yaweze kufika mwisho kwa sababu napata shida sana. Kwa sasa mimi acha niende kwanza nikakamilisha ratiba zangu nyingine. Alafu mimi nawe tutawasiliana. Unaenda wapi? Mbona bado mapema? Haujanimisi? Mimi nimekumisi sana. Tena sana tu. Inawezekana hata ya ulivyonimisi wewe. Vipi? Pesa ipo? Unajua shughuli mimi mwana unanitoka kasi sana. Yaani swala la kuniuliza mimi kwamba pesa ipo. Mimi ni mtoto mdogo ambaye nina pesa mingi. Ukikutana na mimi umekutana na mgodi. Pesa inatema tu hivi. Waga sina mama kabisa kwenye swala la pesa. Kwa hiyo siku nyingine usije ukaniuliza tena kwamba pesa ipo. Kwa sababu anytime mifuko yangu yote kila napogusa ni pesa tu. Sawa. Kwa yani usiwe na wasiwasi na mimi kwa sababu kutoa shilingi 500,000, 200,000, milioni 1 ukupa mtoto kama wewe pale unaponipa burudani. Mimi kwangu sio kipengele wala nini. Wewe zingatia tu kwamba mimi na pesa. Na leo nitakugea hata milioni 1. Samahani kwa kuharibia mambo yenu. Sharifa. We Sharifa. Wewe. Mbona sasa kama naona mambo huko yanapoenda yanaendelea kwenda kuharibika? Katufumania unajua. Afu ndo mwanamke ninayempenda. Sasa hapa inakaaje? Usijali. Mimi ni mdogo wangu. Nitamweka sawa atawekeka. Wewe sasa kwa nini? Lazima wasiwasi uwepo. Unajua mtu yote yule ukiwa unamshawishi ili aweze kukupenda kwa namna yote, afu akaja akashuhudia tukio kama hili, lazima akili yake iweze kugeuka hata kama alikuwa anaanza kunipenda. Sasa wewe unawezaje kusema kwamba tutamrudisha kwenye njia kirahisi kiasi hicho? Sawa, wewe kama unaweza kumfanya aweze kurudi kwenye njia, basi naomba ufanye hilo swala haraka sana. La sivyo nitamkosa unajua. Usijali. Iwe kwa hiari yake, iwe kwa hiari yangu mimi,
utamuoa tu. Wewe niamini mimi. Kuna njia mimi nitaitumia. Sawa. Na kutegemea sana katika hili kwa sababu sina msaada mwingine sasa. Poa, baadaye. Najitahidi nisichachame lakini bado. Mambo. Poa. Niambie. Unajua nini babe? Pale kwangu kodi imeisha. Nadaiwa kodi kwa. Naomba unisave basi kwa hiyo. Kwanza napaswa utambue kwamba unaongea na mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Chochote kile unachokihitaji, kinachohusu pesa, mimi nipo tayari kukutimizia kwa muda wowote wewe. Wewe zungumza. Unahitaji bei gani? Ni kama 600,000 tu. 600,000 tu. Sasa 600,000 ndio pesa ambayo unazungumza kwa kugwaya. Yaani 600,000 ni pesa ambayo mimi nanunulia kikombe cha kahawa. Ni pesa ndogo sana. Sawa, mimi nitakugea. Ila nitakugea milioni. Mimi kukugea 600,000 kwangu ni aibu. Sio, unaelewa? Ila mimi kuna kitu kimoja nataka unisaidie. Nataka tukitoka hapa twenzetu lodge kwanza twende tukaenjoy. Sio mbaya, ni wewe tu. Okay, kama upo tayari tuondoke. Sasa sikiliza. Ile nyumba ishapatikana. Kwa hiyo mdogo wako atakapokuja tu uhakikishe kabisa kwamba unampeleka kwenye ile nyumba ambayo mimi nimekuonyesha. Sawa? Nimeilipia na nimefanya kila kitu pale. Kwa hiyo dadangu, naomba tu mtoto umpeleke pale, naamini atasoma vizuri na atafanikiwa. Wewe Kijungu, huyu ni nani? Huyu ni dada yangu, mtoto wa shangazi yangu, mjukuu wake na shangazi. Kwa hiyo amekuja hapa, kuna mdogo wake ambaye alikuwa anahitaji aje mjini kuja kusoma. Ndio maana sasa nimemtafutia nyumba hiyo aje akae pale. Wewe koma wewe. Anifa. Huyu mimi ni mpenzi wangu. Na ametoka kuniahidi hapa sasa hivi kwamba ananipa 1,000,000. Na tukitoka hapa tunaenda zetu lodge kupiana utamu. Nifa, huyu ni muongo, afu ni mnafiki kinoma yani. Wewe ni mpenzi wangu toka lini? Yaani wewe si ndugu yangu. Kwa hiyo Kijungu, pesa zangu mimi ninazokupa unaenda kumpa huyu mdangaji, si ndio? No. Yaani mimi nakupa pesa, uende umpe mama yako, nikuhudumie wewe, nikulishe, nikuvishe, bado unakuja unanichiti. Yaani bora ungeenda kunichiti na watu wengine. Rafiki yangu mimi, Vio. Sikiliza Kijungu nikwambie. Kama mimi nilioanzisha ya mahusiano, leo namaliza. Kuanzia leo, mimi na wewe, mwisho wetu ni hapa. Lakini Nifa, Koma. wewe mwanamke, si unaona upuuzi wako wewe? Si unaona matatizo uliyonisababishia? Wewe mpumbavu nini? Mimi nakupa kodi upite nazo. Wewe unakuja kuharibu mambo yote sasa. Ndio nini sasa umefanya? Haya, hiyo 600,000 utaipataje sasa? Wewe ni mpumbavu unajua wewe. Sometimes jiongeze. Kwa hiyo ulivyoniita dada mbele yake umeona raha eh? Sasa si nimekuita dada ili mradi haya mambo yasiwe makubwa. Yaani kuwa na mahusiano na wanawake kama nyinyi ni upumbavu mtupu ambao nimeufanya. Haki ya Mungu ninajuta kuwa na mahusiano na wewe. Yaani wewe ni mpumbavu sana mwanamke, sijawahi pata kuona. Muone kwanza sura yake lilivyo. Kafie mbele huko, kajibu maswali ya mkeo huko, sinchanganyi mimi. Shavurugu hapa nadaiwa kodi, wewe tena univuruge. Kwenda! Mpuuzi.
Mambo? Poa. Mzima? Mzima, si wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Vipi tena ulipompelekea dada yako ile pesa alikupiga? Hapana. Nilipompelekea zile pesa alifurahi sana, maana dadangu anapenda hela. Na baada ya kuziona, alisimamia yote kaimiliki yeye. Sawa, ila ile siku sijakuuliza unaitwa nani. Unaweza kuniambia jina lako? Naitwa Sharifa, sijui mwenzangu. Mimi naitwa Sarungi. Nimefurahi kukufahamu. Nikikuangalia hivi unaonekana kwamba ni mtu ambaye anapitia changamoto nyingi sana. Unaweza kuniambia ni changamoto gani ambazo unazopitia kwenye maisha yako, au labda ukanipata historia fupi tu ya maisha yako? Ni kweli kakaangu, ila kwa leo sina muda. Labda siku nyingine tukikutana. Haina shida, basi mimi ningeomba basi nipatie namba yako ya simu ili siku ambayo utakuwa free basi tuonane tuongee. Sawa. Sawa. Kwa heri. Sawa basi, nitakupigia. Hivi wewe Anifa, ndo kitu gani ulichokifanya? Alokutuma kumwambia Sarungi ukweli ni nani? Na ulivyo hauna akili, umeenda kumwambia kila kitu tulichozungumza. Kuna shida gani wewe? Hivi vio, wewe ulivyokuwa utakwenda ukamfanyia Sarungi, umeona ni sahihi? Yaani wewe umeenda huko umehangaika, maradhi yako wewe, uende ukampe Sarungi. Hali ya kuwa Sarungi ni mtu mzuri tu. Haujisikii vibaya? Ashumu ungekupo ni wewe. Yaani ungejisikiaje? Hivi wewe, huyo Sarungi unamuonea huruma ni baba yako? Unamjua? Au unamtaka mwenzetu? Hem, nisikilize vizuri Anifa. Ulichoenda kukifanya, umeharibu mfumo mzima wa maisha yangu. Yaani umevuruga kila kitu kwenye maisha yangu. Hem, niambie ndugu yangu. Kwani ulikuwa unataka nini? Au ulikuwa una nia gani wewe kwenda kumwambia Sarungi ule upuuzi wote? Nisikilize vio. Sarungi hakuna kibaya chochote ambacho amekufanyia wewe. Zaidi ya wewe kumtendea mambo machafu na mabaya katika ndoa yenu. Hicho ndio ulichokipata na ulichojivunia katika kudanga kwako. Sina maneno mengine ya kuongezea. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Naomba uondoke nyumbani kwangu sasa hivi. Sihitaji kubishana na wewe. Toka. Anifa, hii vita uliyoitafuta kitakuja kukugharimu. Jipange kuimaliza hii vita. Nahisi tumeelewana. Whatever, fanya chochote. Miba, sikupendi, sikutaki. Nisha move on, mimi nayo basi. Asia. Acha masiara. Acha masiara kabisa. Yaani hakuna masiara kama hayo kwenye mapenzi ya kumwambia mzee sikutaki. Mbona sina kosa lolote mpaka uniambie unitaki? Je, niambie nimefanya nini mpaka unikatae leo? Wewe usichokielewa hapo ni kipi? Nimekwambia sikutaki. Hapana. Hiyo sio kweli. Naona kabisa uko serious. Hakuna kosa kubwa ambalo nimekufanyia. Na kosa gani? Sina kosa lolote. Kama mama ukimbaga pesa, natafuta na kugea kwa wakati, ukiniomba mimi sijakutimizia. Kwa serious bwana. Mimi siwezi kukubali hivyo ni uniache tu kila sivyo. No. Hapana. Mimi hapa sikupendi. Na sina sababu ya kuendelea kuwa na wewe. Na kama kupambana, kawapambania wazoko kijijini. Nilikutuma pambanie, unipambanie mimi kununulia vitu. Nilikutuma, si shobo zako. Kwa hiyo baba, sikutaki. Hapana bwana.
Pole sana kakaangu kwa aliyokukuta. Hivi unaweza ukaniambia nini kimekutokea kwa mpenzi wako? Kikweli dadangu, hii dunia bila kuwa na pesa huwezi kupata upendo wa dhati. Yule mwanamke mimi nampenda sana, na nilikuwa najitahidi kufanya kila kitu kwa ajili yake. Nimejaribu kuongopea waumini ili nipate pesa ya kumtunza yeye, lakini mwenzangu hajali, na mpaka unaona tunafikia stage ile tulofikia. Kikweli dadangu, imeniuma sana. Pole sana. Ila hayo yanayokukuta wewe hayana tofauti sana na mimi. Kwa maana ex wangu nilikuwa namfanyia kila kitu anachokitaka. Namlisha, namvarisha, anaishi kwangu. Lakini bado akanisaliti. Na hata hivyo alikuwa anatumia pesa ninazompa mimi na kwenda kuwapa wanawake wengine. Pole sana dadangu. Kweli dunia ina maajabu. Na mapenzi siku zote hayana tofauti. Kwa sababu unajikuta unampenda mtu afu hakupendi. Yaani ni hivyo yani. Ni vitu vya kawaida sana katika hii dunia. Hata hivyo unaweza kwenda nyumbani kwangu, maana na maongezi marefu sana na wewe. Hapana dadangu. Mimi naomba tu niishie hapa na ninashukuru sana. Hapana, mkutoe hofu. Unaweza ukajua kwamba mimi ni mtu mbaya. Hapana. Nyumbani kwangu mimi naishi mimi mwenyewe. Na haya mazungumzo nataka kuongea na wewe ni muhimu sana. Please, usikatalie. Basi sawa. Kwani leo umeleta huku? Unajua ile siku ulitaka kufa kwa sababu hujui kuogelea. Kwa hiyo nimekuleta leo huku ili nikufunze jinsi ya kuogelea. Sawa, ila nitaweza. Usio kanizamisha. Sasa mimi naanzaje kufanya hivyo? Njoo. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi bado nashindwa. Nashindwa.